السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبابي الكرام، natarajia muwazima wa afya na wenye matatizo Allah insha Allah awatatulie na awape wepesi katika kila mazito yao. Tukaendelea na murajaa wa somo la al-lughatul arabia ya al-faslu al-awwal katika rakmu ya 13, nambari 13 ya al-lughatul arabia. Kufiyatun, kofia. Kufiyatun, kofia. Imenasibishwa, hii ni kofia ambacho ni kipambo cha kuvaliwa kwenye kitwa. Asili yake ni neno lilonasibishwa na mji wa Kufa. Kufa ni mji maarufu katika miji ya Iraq. Kuna mji wa Basra na mji wa Kufa. Al-Kufa ni mji ambao mwanachuoni wake mkubwa wa lugha ni al-Imam al-Kisai, ambapo mji wa pili maarufu mkubwa zaidi wa Iraq ni Basra, ambapo papatikana imamu mkubwa pia hapo wa lugha mashhur al-Imam Sibawayh. Na asili ya hichi kivazi ama hili pambo la kichwani linalojulikana kwa sasa kama kofia, wenyewe wa Kufa ilikuwa ni kitambara kama kishale kile ambacho chatatiwa. Kuna wazee fulani unaona wanatatia kitambara, wenyewe wakivaa hivyo, kisha ikatumika kwa kila kitakachovaliwa kichwani. Haswa sisi twasema kofia ya Kiislamu, ile ya heshima, kando na ile cape itaitwa kofia. Ukisikia huku watu wanasema kofia, ina maana ni ile ambayo iko na heshima yake katika dini. Wengine wanasema kofia ya Kiislamu. Kufiyatani, kufiyatun jamii yake. Izarun, kitambi ama kikoi. Izarun, kitambi ama kikoi, wengine huita msare. Msare. Izarani, aziratun na uzurun, kitambi. Kizungu ni veil ama izar ama veil, kwa sababu izarun ni nguo yenye kuringiza nusu ya mwili kwenda chini. Thawbun tuhitu bilqismi alasfali min aljismi, ni nguo ambayo yaringiza ama yazunguka sehemu ya chini ya nusu ya mwili. Ndio utaona ukisoma katika fiqhi utakuja kukuta katika kafani ya mwanamke pana izarun lafafatani wa izarun wa kamisun wa khimarun. Utapata neno izar katika sanda ya mwanamke. Sasa pale itakuwa si kikoi, kile itakuwa ni vazi lake la chini, ambao kizungu inaitwa nini? Veil. Na'lun, kikwetu huku izarun kisema kikoi ni ya mwanamume, lakini hata ya mwanamke Kiarabu yaitwa hivyo hivyo. Na'lun, kiatu ama champali. Kwa ufupi, na'lun ni viatu. Sasa yategemea champali, yategemea mabuti. Na'lani, an'ulun, ni'alun. An'ulun na ni'alun ni jam'i. Kizungu ni shoes ama boots ama sandals. Baitun, nyumba. Baitun, nyumba. Baitani, nyumba mbili. Buyutun na buyutatun. Na pana tofauti ya baitun na darun fi lughati al-arabia. Baitun
idha kana an-nas yaskununa fi, ikiwa watu wanaketi ndani pale ndio itwa baitun. Ikiwa ni nyumba haiketiwi ndani itaitwa darun. Darun huwa alladhi la yaskunu an-nas fi, ni ile ambayo watu hawaketi ndani yake. Kizungu ni house ama apartment. Madrasatun, madrasa, kihuku kwetu tukiita chuo. Madrasatun, chuo ama madrasa, mahali pa kusomewa. Na haya majina yana uasili, kila jina. Baitun lianna nasa wanafanya mabit ndani yake, yabituna fi. Madrasatun kwa sababu pana tadris, yudarrasu fiha, usomeshwa katika hapo mahali pa kusomeshewa. Ma'ahad, madrasatani, madarisu, school, kizungu ni school. Ma'ahadun ni taasisi, ma'ahadun taasisi ama malezi, sehemu ya kulelea watoto ilmu. Maahadani, maahidu, kizungu ni academy ama institute. Academy ama institute ama institution. Jami'atun, ndaki ama chuo kikuu. Jami'atun, ndaki ama chuo kikuu. Jami'atani, jawami'u, jami'atun, ambayo kizungu ni university. University. Na kama tulivyoeleza, haya ni majina yako na maana mengi, lakini wakati haututoshi. Mwanafunzi akitaka faida atarudi katika kitabu cha lugha, atapata maana mingi zaidi. Baada ustadh wetu, Mungu amrehemu, al-Imam ar-Rahil As-Sayyid Muhammad bin Sharif Said al-Bid, kuanza lugha ya faslul awwal kwa al-asma, akafuatisha na af'al. Na hii iko na asili katika watu wa lugha, masala ya ismun na fi'lun na harfun. Ndio alivyoanza yeye, ameanza na ismun, akaja sasa fi'li, kisha akamalizia na harfun. Lakini pia kwa uasili, tukiachana na hawa watu wa lugha, asili ya fani zote unazozijua, balagha, swarfa, fiqh, jiografia, tarikhi, iloanza katika fani zote, aqdamuhum, yule mkongwe zaidi ni al-asma, ni somo la al-asma. Kwa sababu Nabii Allah Adam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam alipoumbwa, akawa wataulizwa malaika masala mbalimbali wakashindwa, lakini Allah akasema wa'allama Adam al-asmaa kullaha thumma aradahum ala al-malaika. Allah kitu cha kwanza kumfundisha Nabii Allah Adam ni al-asma. Kwa hivyo al-asmai ni fani iko na heshima yake, na ndiyo ilomfanya Nabii Adam asujudiwe. Si nahwu wala si sarfa, hakusujudiwa kwa sarfa wala kwa balagha wala kwa fiqh, alisujudiwa kwa sababu ya ilmu al-asma. Na al-asmai tukiatana na hiyo sharafi yake ni ilmu ilianzia mbinguni, ilianza katika mbingu. Nahwu imeanza ardhini, balagha imeanza ardhini, na fani zote zimeanza huko, lakini al-asmai imeanza mbinguni. Kwa hivyo iko na sharafi yake, pamoja na kuwa watu huidharau al-asmai. Ukimpangia mtu isti'radhi al-asmai, huona yeye umemuonea. Niangalie balagha bwana, niangalie somo ambalo nikisimama mbele ya watu watasikia vitu, lakini kitu kikubwa ni al-asma. Na Qur'ani bila al-asma'i hufasiri.
kwa sababu pana vitu vimetajwa pale, majina na nini. Kama upate asmai ufasiri, huwezi kuwa mufassir mpaka ubobee katika alasma. Utapatana na kina nahlun, kina ba'udhatun, kina qitha, fum, basalun, wa qithaiha wa basaliha wa fumiha wa adasiha. Hizo ziko kwenye nahwu, hizo ziko katika fiqh. Adasiha, basaliha, wafumia hakuna kwenye nahwu, ni kwenye alasmai. Inna Allah yadhribu mathalan ma ba'udhatan. Ba'udhatan hayuko kwenye fiqh, ba'udhatan hayuko kwenye nahwu wala sarfa, yuko katika alasma. Suratul Nahl, fatabassama dhahika min qawliha. Nani? Namlatun. Qalat namlatun ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Ni alasma ya watafaqada at-tayra faqali ya mali la ara al-hudhuda. Hudhuda humpati kwenye nahwu, humpati kwenye sarfa, alasma. Kwa hivyo utaona Qur'ani na alasmai ni chanda na pete. Kwa hivyo usidharau somo la alasma, na lina undani. Sisi tu usoma juu hapa mahala pake. Allah akituafikia siku nyingine tutaelezea masala ya ukimchukua dikun tu ukamsoma yule dikun mambo yake na habari zake, utaona ana habari kubwa sana. Ba'udhatan ana habari kubwa sana, lakini kuchunga wakati na kufikisha ule mulahadha ni kuwa usidharau al-asma. Sami'a amesikia, sami'a amesikia, dharaba amepiga, he hit. Na hizi fi'li zote ziloletwa hapa ni fi'lun madhin mabniyun ala al-fathi. Ukisikia ni kitendo kilopita mwisho hutiwa fataha. Kisha nazo kila fi'li iko na maana mengi. Wakati tukisoma ilikuwa hakuna sherehe, unasoma dharaba amepiga, unaenda zako mbele. Lakini yategemea na wakati, yategemea na madrasa, yategemea na mwanafunzi. Mwanafunzi akitaka ataitia hapo mudhari, atatia na amri, atatia na masdari. Kwa hivyo tutasoma kwa mfumo huu. Tutasoma tafsiri ya kilma, tutatia hizi tulizozigusia na kutaja i'rab ama kizungu, ili tupate mazoezi ya hivi vitu. Wakati wake rasmi ukifika, visiwe ni vitu vigeni. Dharaba amepiga, yadhribu yuwapiga, idhrib masdari yake ni dharban, kupiga, he hit. Jalasa ameketi, yajlisu ijlis, keti, masdari yake ni julusan, he sit. Kizungu he sit down ama he sit. Kharaja ametoka, yakhruju ukhruj, amri toka, masdari khurujan. Kizungu he get out, he get out. Dakhala ameingia, yadkhulu yuingia, udkhul ingia, masdari yake ni dukhulan, kuingia. He get in, he get in. Nazo katika upande wa nahwu ni fi'lun madhin mabniyun ala al-fathi zote. Sami'a amesikia, he heard. Yasma'u yusikia, isma' sikia, sam'an kusikia, masdari sam'an. Alima amejua, ya'lamu yuajua, i'lam jua, ilman kujua. He know ama he informed, ama he know. Fataha amefungua, yaftahu yuafungua, iftah fungua, fathan
kufungua. Fathan masdario. He open. Rasama amechora. Yarsumu yuachora. Irsam chora. Rusuman kuchora. Akala amekula. Yakulu yuala. Kula. Aklan kula. He eat. Na rasama he draw ama he drawing. Akala he eat. Yakulu kul aklan. Qala amenena. Yakulu yuanena. Qul nena. He say ama he talk. Daa ameita. Daa amelingania. Daa amealika. Daa ameomba. Yategemea na siyaqul kalam. He call. Daa amelingania ama ameita. He call. Daa amealika. He invite. Yad'u ud'u. Rama yarmi irmi. Ramyan. Na hini itakuwa ameatilia. Ameatilia ama ameachilia ama ametupa. Yategemea ni kitu gani. Nayo ina tafsiri nyingi kama tulivyogusia. Rudi katika kitabu cha lugha, angalia na tafsiri zingine. Ameachilia, ametupa. He throw. Rama amelenga pia. Rama amelenga. He shoot. Raa ameona. He see. Yara mudhari. Ra'yan masdari. He see. Masha ametutuli. He walk ametembea. Kututuli ametembea mwendo wa kawaida. He walk. Imshi. Mashyan. Fariha amefurahi. Yafrahu ifrah. Farahan. He happy ama he enjoy. He happy ama he become happy ama he enjoy. Hazina amehuzunika. Yahzanu ihzan. Nayo pia iko na tafsiri nyingi. Sisi tumechukua hiyo ya kuhuzunika. He depressed. Labisa amevaa. Yalbasu yuwavaa. Ilbas va. Lubsan kuvaa. He dressed ama he wear. Laiba ameteza ama amecheza. Laiba ameteza, amecheza. Yategemea na lahja ya maeneo ulioko. He play. Baka amelia. Yabiki yualia. Ibiki bukaan. He cry. Safara amesafiri. Yusafiru yuasafiri. Safaran masdari yake. He travel. Min
Sasa hapo baada ya hizo fi'li chache, na hili ni falsafa ya kutunga. Unapotunga kitu jaribu kuleta basit, kitu la chepesi, ndio mwanafunzi apate nishati ya kwenda mbele. Usilete kitu kigumu kizito, alafu mwanafunzi afe moyo mapema. Mwanafunzi vitu vidogo vidogo ambavyo vitakuwa na mafungamano na safari yake huko mbele. Labisa, amevaa. Min, kutoka. Hizi ni harufu zaitwa hurufu listi'ana na ziko na maana nyingi. Hurufu listi'ana, harfu za usaidizi. Maneno ya Kiarabu, neno lashikana na harufu fulani ndio liunganike neno lingine. Kilma chashikana na harufu fulani ndio kiingie kilma chengine. Harfu za kwa ufupi kama viunganishi ya kuunganisha kilma na kilma chengine. Kila kilma cha Kiarabu kina harufu ambayo yashikana nayo. Watu wa sarfa wanasema kilma hichi cha taaddi kwa harfu kadhaa, kilma hichi cha taaddi, kutaaddi ndo huko, yani cha fungamana na harfu kadhaa. Kama kharaja, min, ona kharaja yashikana na min. Dakhala, fi, kuingia katika, na mfano wake. Uwezi ukatumia utakayo wewe, kila kilma kina harufu ambacho itashikana nayo. Kwa hivyo hizi ni harufu za usaidizi wa vilma ama uunganishaji wa vilma, hurufu listi'ana, na zina maana nyingi. Tutataja zile itakazowezekana, lakini rudi katika kitabu cha lugha Munjid uangalie maana ya hizi harufu, utafaidika sana. Min, kutoka. Hii ni harufu ya kuonesha katika maana yake kuanzia jambo, pale jambo linapoanzia, ibtidaul ghaya, na ina maana nyingine ya tab'idhi na sisi tutachukua hiyo kuanzia. Min, kutoka. From, from. Ila, mpaka, nayo ina maana nyingi, lakini sisi tumechukua ila, mpaka, ya intihaul ghaya, kukoma mkomo wa kitu. Up to ama to, kizungu ni up to ama to ama till. Up to ama to, yani min Lamu ila Mamrui, from Lamu to Mamrui. Min, wa na, yani tafsiri yake ufasiri wa nayo ina maana mengi hiyo wa ya atfi. Hizi min katika upande wa nahau ni harfu jarri, ila ni harfu jarri. Ukiona min ya mbele utatia kasiri, ukiona ila ya mbele ya ila utatia kasiri. Ukiona wa ni harfu ya kuunganisha maneno ya mbele na ya nyuma, yana muungano, yana mashikamano. Kwa hivyo katika i'rabu, lile neno litakalokuwa mbele ya wa litachukua irabu ya nyuma ya wa, harfu al-atfi wal jam'i, na kuonesha upamoja. With, wa, na. With, kizungu. Maa, pamoja. Lilijtimai wal musahabati, pamoja. With ama and, with ama and. Fi, katika, ina maana nyingi pia hiyo, ya dharfu zamani, ya dharfu makani, na maana nyingine takriban maana 8 inayo fi. In, fi, katika. In, ala, juu, nayo fi ni harfu jarri, maa ni dharf. Fi ni harfu jarri, utia kasiri ya mbele yake.
ala ni juu, up ama hai, nayo hutia kasiri na ina maana nyingi. Aina, wapi, aina, wapi. Hii ni dharfu makan na inauliza pia. Kwa hivyo iko na maana zaidi ya moja ya kuuliza, kwa sababu ni ismu istifhami. Kaifa, vipi. Aina kizungu tunasema where. Kaifa, vipi. How, nayo pia ni ismu istifhamin yusalu an hal, huuliziwa kuhusu hali. Man, nani. Nani ni wu, kizungu ni wu, nayo pia ni ismu istifham na ina maana zaidi ya moja. Hal, je, ni ismu istifham na ina maana ya zaidi ya kuuliza. Hal, je, kizungu anasema kama upande wa swali. Hal anta musta'id, are you ready. Hal anta musta'id, are you ready. Kwa hivyo anasema Inshallah mpaka hapa tutakoma. Ikiwa pana taksiri yoyote tutaelezana katika sehemu ya comment. Tusahau kulike, kushare na kusubscribe, na jaza ya khairi kama hini iwarudie wazazi wetu na walimu wetu waliokufa. Allah awarehemu, aweke pema pamoja na wema, na walio hai Allah atupe husnul khatima inda al-maut. wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.